wanawapa nafasi RS Berkane kwamba wanakwenda kutwaa taji la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025 katika mechi mbili za fainali watakazocheza dhidi ya mnyama Simba. Ya kwanza ikichezwa kule Morocco tarehe 17 Mei na kisha marudiano kufanyika jijini Dar es Salaam kwa Mkapa siku ya tarehe 25. Kwamba wanaosema hivyo kutokana na mwenendo wa RS Berkane katika msimu huu 2024-2025 kulinganisha na Simba, kwamba Simba wako vizuri lakini wanaona kana kwamba RS Berkane wako vizuri zaidi. Msimu uliopita walifika fainali pia michuano hii, wakapoteza nafasi ya kutoa taji hilo kwa mara ya tatu, maana mara mbili washawahi kulitoa. Msimu wa 2019-2020 hawa ndio mabingwa walikuwa wa kombe la shirikisho, lakini wakarejea tena kufanya hivyo msimu wa 2021-2022 pale walipowafunga kwa mikwaju ya penalty Orlando Pirates Afrika Kusini na kulitoa kwa mara ya pili. Msimu uliopita wakacheza fainali dhidi ya Zamalek wakatoa ubingwa. Msimu huu wamefika tena fainali, wako na mnyama Simba. Kwa nini wanapewa nafasi kubwa zaidi? Kama nilivyotoka kueleza awali, mwenendo wao katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Kwa mfano, RS Berkane mpaka kufika fainali mechi 10, kuanzia 6 za hatua makundi, 2 robo fainali na 2 za nusu fainali, wamefunga mabao 18 huku wakiruhusu mabao mawili. Ila hali Simba wao wakifunga mabao 11 wakiruhusu mabao 6. Pengine kwenye haya makaratasi juu ya kile kilichofanywa na timu zote mbili kwenye safari yao mpaka kufika fainali, kinaweza ikawa mojawapo ya ushawishi kwamba wanafunga zaidi lakini wagumu kuruhusu wavu wao kutikiswa. Ndio maana wamefunga mabao 18 wameruhusu mawili. Lakini mnyama Simba sio wazuri katika kufunga kwa sababu wamefunga mabao 11 kulinganisha na RS Berkane, tofauti ni mabao 7. Lakini kwenye kuruhusu Simba wanaruhusu zaidi, mabao 6 kulinganisha na RS Berkane mabao 2, tofauti ya mabao 4. Lakini kingine ni juu ya hali ya utulivu katika timu. RS Berkane wako na utulivu zaidi kwa sababu katika ligi kuu ya Morocco wao washamaliza kazi. Kabla ligi haijaisha, wakati zikiwa zimebaki mechi 5 kati ya mechi 30, RS Berkane tayari walishatoa ubingwa wa ligi kuu ya Morocco, ikiwa ni mara yao ya kwanza katika historia. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba katika ligi kuu Tanzania bara bado mapambano yanaendelea kati yao na mabingwa watetezi watani zao jadi Yanga, ambao Yanga wako kileleni mwa msimamo, wamecheza mechi 26 wana pointi 70. Simba wamecheza mechi 22 wana pointi 57. Wameshaachwa pointi 13 lakini wana viporo vya mechi 4. Kwa lugha nyingine bado wapo katika vita ya kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo tunapozungumzia utulivu, maana yake ni kwamba RS Berkane nguvu zao sasa zipo kwenye fainali hii kwa sababu kule kwao wameshamaliza biashara. Hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zinawataja RS Berkane kwamba wako kwenye nafasi nzuri. Na ikumbukwe mabao 18 waliofunga wanayafunga kwa namna tofauti tofauti. Wana mabao 5 wameyafunga kwa vichwa. Lakini wana mabao 10 wameyafunga kwa miguu ya kulia. Yes, right foot. Lakini mabao 3 wameyafunga kwa miguu ya kushoto. Yaani waliofunga wametumia miguu ya kushoto. Lakini mabao yao 15 wameyafunga wakiwa ndani ya box baada ya kupiga mashuti 79. 79 shots zikazaa mabao 15 kati ya yale mabao 18. Haya mashuti 79 ni ya ndani ya box. Lakini mabao yaliyobaki, mabao 3 yamefungwa nje ya box. Nje ya box ambako wamepiga mashuti 51 kupata hayo mabao 3. Kwa hiyo kumbe nje ya box pia wanapiga mashuti na wamepata mabao 3 kati ya yale 18, wakati mwingine ndani ya box. Mwenendo huu wa kufunga mabao kwa namna tofauti tofauti ndio ambao unawafanya wale wanaoitabiria RS Berkane kutoa ubingwa. Vigezo vyao ni pamoja na hivi kwamba RS Berkane chini ya kocha Muin Shaban wako katika mwenendo mzuri. Katika mechi yao ya nusu finali waliocheza dhidi ya Satisfaction, mechi ya kwanza walimaliza kwa kuwafunga 4-0. Mechi ya marudiano wakacheza kimkakati zaidi kwa sababu wakijua hata wakifungwa 3-0 bado watasonga mbele kwa jumla ya matokeo ya 4-3. Matokeo yake ndio mechi ambayo walipoteza kwa kufungwa 1-0 na kufanya mabao walioruhusu kufikia 2 kwa sababu kabla ya mechi ya pili ya nusu finali walikuwa wao wameruhusu bao 1 tu wakiwa wamefunga mabao 18. Hilo moja waliruhusu wakati walipocheza na Stellenbosch ambapo kule Afrika Kusini ugenini walishinda 3-1. Moja la Stellenbosch ukichanganya na ile la SS Constantine ndio inafanya mabao yawe 2. Lakini
wanaendelea kukumbuka hawa wanaipa nafasi Berkane kwamba Simba katika safari yake kwenye nusu finali wamecheza dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini na kupata ushindi wa jumla wa 1-0 kwa sababu ya ushindi wa nyumbani 1-0, lakini kwenye mechi iliyocheza kule Afrika Kusini kwenye uwanja wa Moses Mabhida jijini Durban, Simba walifanya kazi ya ziada kucheza kibingwa sana, kupata suluhu ili kupata tiketi ya kwenda finali kwa ushindi wa jumla 1-0 kwa sababu mechi ilisha bila. Lakini wakati Simba ikifanya maarifa ya ziada katika mechi ya pili ili kupata tiketi ya kwenda finali, kwenye hatua makundi Stellenbosch ikiwa kama ndo kipimo walicheza dhidi ya RS Berkane. Katika mechi mbili Stellenbosch walifungwa mabao 8. Mechi ya kwanza walipigwa 5-0, mechi ya pili walifungwa 3-1. Yani 5-0 walipocheza Morocco dhidi ya RS Berkane, 3-1 walipocheza kwao kule Afrika Kusini. Stellenbosch mpaka wanamaliza michuano wakiishia hatua ya nusu finali kwa kutolewa na Simba. Mechi walizocheza ni mechi 10. Katika mechi 10 Stellenbosch waliruhusu kwa ujumla mabao 11. Moja limefungwa na Simba, 8 yamefungwa na RS Berkane, 2 yakifungwa na timu nyingine katika safari yao. Sasa Simba wamecheza na Stellenbosch wamepata bao 1, RS Berkane wamepata mabao 8. Wengine wanajaribu kulinganisha hivyo. Lakini ewe mtazamaji wa channel hii nikwambie tu kwamba hayo yote yanaweza akawa ni historia kwa sababu kila mmoja amepita katika safari tofauti katika mechi ambazo malengo yalikuwa tofauti, kwa sababu ikumbuke kwenye makundi namna ya kucheza huwa ni tofauti na namna ya mtoano. Hiyo inaweza kwa sababu pia kuona kwamba hoja hiyo ya RS Berkane kuifunga Stellenbosch mabao 8 inaweza isiwe kigezo sana cha kuona ndio mwenendo wa mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane. Lakini kuna jambo lingine ambalo hili linaipa Simba nafasi zaidi kwa maana kwenye makaratasi. Maana hapa tumejaribu kuangalia vile ambavyo watu wale wanaipa nafasi RS Berkane miongoni mwa sababu kati ya nyingi. Kwenye Simba, kwenye viwango vya ubora vya CAF, Simba ni ya 4 kwa ubora, RS Berkane ni ya 5 kwa ubora. Simba na pointi 48 kwa mujibu wa CAF, RS Berkane pointi 47. Lakini pointi hazichezi. Mwenendo kwenye ligi zao ndio kama tutoka kueleza. Simba wa pili bado wanapambana, RS Berkane wameshashinda. Lakini kati ya sababu zote hizi zinazoonyesha kwamba tiki kwa RS Berkane kulinganisha na Simba, lakini kuna maeneo mengine ya small details yanafanya Simba nayo iwe juu. Kwa mfano mpaka kufikia sasa kama ni passes, Simba wamepiga pasi nyingi zaidi, pasi 4468 dhidi ya pasi 4231 za RS Berkane. Vitu vidogo mashuti, Simba wamepiga mashuti 165, 46 yamelenga lango. RS Berkane wamepiga mashuti 130, 48 yamelenga lango, wakafunga mabao 18. Simba mashuti yale 165, 46 yamelenga lango, wamefunga mabao 11. Kwa hiyo hapa napo pana utofauti wa Simba wanatengeneza sana nafasi za kufunga lakini kuzibadilisha kuwa mabao, goal conversion rate, kitendo chao cha kupiga mashuti 165 ili kufunga mabao waliofunga 11. Simba uwezo kubadilisha nafasi kuwa mabao ni 6.6666 around 7%, ambayo ni kiwango cha chini cha uwezo kubadilisha nafasi kuwa mabao. RS Berkane mashuti 130 wanafunga mabao 18, uwezo kubadilisha nafasi kuwa mabao ni around 14%. Kwa hiyo RS Berkane nafasi wakipata wanatumia zaidi mara 2 ya Simba, kwa sababu Simba 7%, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao, RS Berkane 14%. Lakini hizo zote ni bashraf kubwa ambalo pengine kwa nini RS Berkane wanaweza wakawa na hofu dhidi ya Simba. Ni sababu moja kubwa, nayo ni kocha wa Simba Fadlu Davids ni pasua kichwa kwa RS Berkane. Kwa vyovyote vile kuelekea mechi hii hawezi wakawa wanajiona kana kwamba it's a walkover, kwamba hiyo mechi itakuwa ni nyepesi kwao. It's like walking in the park, kama kutembea tumbo gani, la hasha. Kwao miongoni mwa mifupa migumu ni Fadlu Davids na mbinu zake. Nitakueleza vizuri ndugu mtazamaji wa channel hii. Ni kwamba huyu Fadlu Davids, raia wa Afrika Kusini, alitua Simba msimu huu wa 2024-2025 akitoka kutumikia ajira ya kuwa kocha msaidizi wa Raja Casablanca ya Morocco. Msimu uliopita 2023-2024 Fadlu Davids akiwa msaidizi wa kocha mkuu Joseph Zimbauer Mjerumani wa Raja Casablanca, Raja ilifanya vizuri sana katika ligi kuu ya Morocco na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Morocco. Wakiwa wamemaliza mechi 30 wakiwa na pointi 72, wamefunga mabao 52 huku wakiruhusu mabao 15.
Injinia wa mipango ya kimkakati ya kimbinu kuelekea kila mechi alikuwa ni Fadlu Davids, msaidizi wa kocha mkuu Joseph Zimbawa, ambaye yeye Fadlu Davids alikuwa ni pacha wake katika safari yake ya kufundisha timu mbalimbali. Walitoka wote Orlando Pirates, wakaenda Lokomotiv Moscow ya Urusi, baadaye kutoka Ulaya wakaenda kujiunga na Raja Casablanca, wakatoa ubingwa. Fadlu Davids akiwa ndiye plana, ndio mpangaji, msomaji wa ramani wa timu pinzani na namna gani za kupata matokeo chanya kwa timu wanazoziongoza. Joseph Zimbawa na Fadlu Davids wakatoa ubingwa. Kwenye safari yao msimu wa 2023-24 na kutoa ubingwa, miongoni mwa timu walizozionea na kutoa pointi 4 bila kupoteza mechi katika mechi zao 2 za ligi ni pamoja na RS Berkane, ambapo katika mechi ya kwanza iliyochezwa nyumbani kwa RS Berkane mechi ilisha 1-1. RS Berkane chini ya kocha huyu Mouin Shaban, mifumo ya uchezaji ilikuwa 4-2-3-1 kwa Raja Casablanca walikuwa wageni, lakini wenyeji RS Berkane nao walikuwa 4-2-3-1 kwenye mfumo, kwa maana kwenye makaratasi juu ya namna ya kujipanga. Golikipa, walinzi wa 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hiyo mechi ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2023. Ilikuwa ni mechi ya raundi ya 12. Mechi ya kwanza hii ikaisha 1-1. Ni mechi ambayo Raja walitangulia kufunga bao dakika 17. RS Berkane ya mwalimu huyu Mouin Shaban walifanya kazi ya ziada kuja kurudisha bao dakika 87, ndipo wanakuja kusawazisha, mechi inaisha 1-1. Ni mechi ambayo kwenye kucheza kwa wastani Raja Casablanca nyuma waliwaacha watu 6, halafu 4 kwa wastani walikuwa juu nusu ya pili ya uwanja. Mechi ikawa ngumu kweli kweli kwa RS Berkane katika msimu ambao Raja wakatoa ubingwa. Asa baada ya mechi hii ya tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2023 ambayo iliisha 1-1, kuna mechi sasa. Hii ilikuwa ya raundi ya 12. Mechi ya raundi ya 27 ya ligi kuu ya Morocco msimu uliopita 23-24. Hiyo inaweza ikawa chanzo cha kuwafanya wa RS Berkane wawe na hofu juu ya Fadlu Davids, lakini wekundu wa Msimbazi Simba ambao hawafahamu wanapaswa walau kujifariji na kuona kana kwamba kama inavyofahamika finali ni finali, lolote linatokea, lakini kitendo tu cha kuwa na Fadlu Davids kwenye kikosi dhidi ya RS Berkane maana yake tayari wana kete nzuri muhimu ya kuweza kupata matokeo chanya dhidi ya RS Berkane, ambayo baadhi ya watu wanaiona kana kwamba inakwenda kushinda kirahisi mechi dhidi ya Simba. Lakini kinyume chake kinaweza kutokea, kwa sababu sio tu kwamba Simba inao wachezaji wenye kuweza kuamua matokeo, wakiwemo kina Elie Mpanzu Kibisawala, wakiwemo golikipa Musa Kamara, wakiwemo kina Shomari Kapombe, wakiwemo kina Fabrice Luamba Ngoma ambaye ni mzoefu katika ligi kuu ya Morocco. Lakini ni huyu Fadlu Davids anawafahamu vizuri mno RS Berkane, ambayo haijabadilika sana kulinganisha na msimu uliopita. Kocha ndio yule yule, wachezaji wake nyota ndio wale wale walikuwepo vile vile, kwa maana akina Isufu Dayo, wakiwemo akina Osama Lamliu, wote hao walikuwepo katika kikosi cha RS Berkane wakati kikipoteza mechi ya pili, lakini kikimaliza kwa sare katika mechi ya kwanza iliyochezwa kwao kwenye ligi kuu. Kwa nini Fadlu Davids anaweza akawa tatizo na ndiye ambaye pasua kichwa kwa RS Berkane? Ni kwamba kama nilivyotoka kueleza awali, akiwa kocha msaidizi wa Joseph Zimbawa, yeye ndio aliyekuwa mpangaji na mbinu za namna kukabiliana na wapinzani, kwa sababu alikuwa akiwasoma wapinzani mwanzo mwisho. Ni miongoni mwa maeneo ambayo kocha Fadlu Davids anayajua sana. Hata sasa ndani ya Simba, kati ya mambo ambayo yanambeba Fadlu Davids, sio tu kocha, lakini pia ni analyst mzuri. Ana uwezo mkubwa wa kuchambua wapinzani, kujua uwezo wao, udhaifu wao, na wapi waweze kupatumia kucapitalize kupata matokeo. Sasa kwenye mechi hii ya tarehe 24 mwezi wa 5 2024, Raja walishinda 3-0 dhidi ya RS Berkane, ambayo ilikuwa ni mechi ambayo wamepania wahakikishe waisimamishe Raja iliyokuwa na mwendo wa kutisha katika ligi na hatimaye ikaenda kutoa ubingwa. Mechi hii RS Berkane wakiwa wageni, Raja wakiwa nyumbani. Raja mfumo wao kucheza walipanga vile vile, baada ya golikipa ni 4-2-3-1, lakini RS Berkane mwalimu Mouin Shaban katika mechi tough, hata msimu huu amekuwa akifanya hivyo, ni kwamba alipanga baada ya golikipa kuwa na walinzi wa 4, kiungo mmoja pale kati, alafu ana viungo tena 4, halafu ana mshambuliaji mmoja pale juu, katika mchezo ambao unamfanya huyu mmoja awe anawalinda
hawa wanne, lakini wakati huo kufanya wanaposhambuliwa mara moja wanakuwa watano, lakini ukiongeza na viungo hawa wawili tayari wanakuwa na watu takriban 6. Wapembeni nao wakishuka wanakuwa na mshonano wa kutosha kufanya wapinzani wasipate fursa ya kufunga, na ndio msingi wa kwa nini RS Berkane katika msimu huu mpaka sasa wamefunga mabao 18, wameruhusu mawili. Defensive organization, namna yao ya kujilinda imekuwa superb. Wanao uwezo kwa kuachia mpira halafu bado wakakufunga mabao mengi, kwa sababu mpira unaomiliki wewe hauleti madhara yoyote kwao, kwa sababu wanakuwa wengi, wanashonana vya kutosha, wakiunasa mpira wanajua namna ya kukudhuru. Waliwafunga Stellenbosch 3-1 katika mechi ambayo Stellenbosch walimiliki mpira kwa 61%. Wao 39%, wakafunga mabao 3-1. Mfano tu wa mechi ambazo wamekuwa wakicheza kwa mtindo huu. Sasa katika mechi hii dhidi ya Raja tarehe 24 mwezi wa 5, kwenye kupanga kwao huku, Raja ya mwalimu Joseph Zimbabwe na Fadu Davids ikawa kwenye kucheza walivyowapatia RS Berkane walifanya kama ifuatavyo. Kwenye makaratasi inaonekana baada ya golikipa Anis Zinit kukawa na walinzi wanne ambao ni nani? Kulikuwa na Mohamed Bulaksut, tunamfahamu vizuri. Beki tatu alikuwa Yusuf Belamari, lakini katikati kulikuwa na Ismail Mukaddam, hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na Abdella Khafifi. Kwenye viungo wawili kulikuwa na Mohamed Zrida, alikuwepo Mohamed El Makaz. Wakati katika wale viungo watatu, katikati kulikuwa na Sabir, tunafahamu vizuri Sabri Bogrin, kushoto kulikuwa na Yusri Buzuku, lakini upande wa kulia kulikuwa na Adam Ennafat, wakati mshambuliaji kinara alikuwa ni Mehdi Mahbub. Sasa katika kucheza kwao, huyu Yusri Buzuku alifunga mabao mawili kwenye mechi hii, lakini bao lingine la tatu lilifungwa dakika 68 na beki Khafifi katika mpira wa kona. Lakini kwenye kucheza average possession, wastani wa nafasi, ambayo ndio ilikuwa kete muhimu ya Raja, ikawazima kabisa RS Berkane waliofunikwa mwanzo mwisho katika mechi hii, waliokosokoswa sana licha ya kufungwa 3-0. Golikipa wakifanya kazi kubwa sana, na pia washambuliaji wenyewe wa Raja Casablanca katika baadhi ya nafasi walipoteza nafasi za wazi ambazo pengine matokeo yangestahili kuwa walau 4-0 au 5-0. Ilikuwa vipi? Ni kwamba huyu Mehdi ambaye anaonekana kama mshambuliaji kinara, yeye average possession alikuwa ana move akawa anakuja hapa. Kwa hiyo yeye alikuwa kwa wastani anakaa hapa. Huyu Yusri Buzuku anaonekana ni winga wa kushoto, kwenye kucheza average position nafasi kwa wastani alikuwa maeneo haya. Hii ni average position, nafasi kwa wastani kwa mechi nzima, ndugu mtazamaji wa channel hii. Lakini huyu Sabri Bogrin, yeye alikuwa ana move na kuja kusimama hapa, yes, eneo hili. Lakini wakati huo huyu Ennafat anaonekana anatokea kulia, yeye alikuwa na move anakuja hapa. Lakini beki wa kulia hapa nazungumzia Bulaksut, alikuwa anapanda kwa wastani anakuja kusimama eneo hili hapa juu ya mstari wa kati wa uwanja. Lakini Mohamed Zrida, yeye alikuwa kwa wastani anakuja anakaa hapa katikati ya mstari wa kati unaogawa uwanja. Halafu huyu Mohamed El Makaz, yeye alikuwa ndi mbali, anakuja tu hapo. Halafu huyu beki wa kushoto Yusuf Belamari, yeye alikuwa na move kwa wastani anakuja kusimama hapo. Huyu Khafif kwa wastani alikuwa anakuja kusimama hapa. Halafu Ismail El Mukaddam, yeye kwa wastani alikuwa anakuja hapa. Walikuwa wanasimama kwa mtindo huu, ambapo ukihesabu vizuri utaona kana kwamba Raja Casablanca kwenye mpangilio wao average position, nafasi zao zilikuwa nyuma kwa wastani. Huyu alikuwa yuko karibu na kati ya mstari wa uwanja, lakini hajafika kwenye mstari wa uwanja. Kwa wastani nyuma kulikuwa na watu 4, 1 2 3 4, ambao ni Khafifi, alikuwepo Ismail Mukaddam, alikuwepo Belamari, lakini alikuwepo huyu El Makaz, watu 4. Lakini katikati ya mstari wa uwanja kulikuwa na wawili ambao ni nani? Mohamed Zrida pamoja na Bulaksut. Hawa kwa wastani walikuwa katikati ya mstari wa uwanja. Juu kukawa na kwa wastani watu 4. Ukiangalia vizuri ndugu mtazamaji wa channel hii, ni kwamba ukipiga mstari katikati unaogawa uwanja kwa wima, utagundua iko vipi. Ni kwamba Raja Casablanca walijaribu ku-overload upande wa kushoto wao katika kushambulia, ambao ni upande wa kulia wa RS Berkane, ambako bila shaka kwenye study za Fadu Davids na wenzake wa benchi la ufundi waliona kwamba huko ndo imara zaidi kwa RS Berkane
kwenda ku-overload huo upande ili watengeneze fursa, lakini wakati huo wakifanya RS Berkane watumie muda mwingi kwenda kuzuia upande huo, halafu atengeneze nafasi upande mwingine uliobaki. Nadhani nimeeleweka vizuri. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba ukiangalia vizuri mstari unaogawa wakati uwanja, utagundua kule juu wako 4 kwa wastani. 3 wote wako upande wa kushoto. Halafu upande wa kulia kwa juu ya nusu ya pili ya uwanja kuna mchezaji mmoja tu ambaye ni huyu Adam Ennafat. Yes. Lakini kwenye kuzuia nako nyuma inaonekana kuna wachezaji 4. Katika hao 4, 3 wako upande wa kushoto, upande wa kulia yuko mmoja, kwa maana nyuma ya mstari wakati wa uwanja. Lakini katikati kuna watu 2 ambao wote ni right sided, wamewekwa upande wa kulia bila shaka kufidia idadi, kwa sababu huku 3 wote kwa upande wa kushoto ambao wako chini ya mstari wakati wa uwanja, huku kuna mmoja. Unakava vipi? Kuna hao 2 ambao wanafanya sasa kwa 3 wa balance. Mechi hii RS Berkane walikiona cha moto. Ni kwa sababu gani? Dakika 90 Raja ilimiliki mpira possession kwa asilimia 53 dhidi ya asilimia 47, kwa maana umiliki wa mpira yote 9. Umiliki huo mpira uliambatana na mipira moja kwa moja, sio sideway passes, sio passes za nyuma backward passes, ni passes za kwenda mbele muda wote, tena mechi ya kasi mno. Kama uliona Simba ilivyocheza dhidi ya Stellenbosch Zanzibar dakika 45 za kwanza, ndivyo ambavyo naweza kusema walifanya hivi katika muda karibu wote wa mechi hawa Raja Casablanca ya Mwalimu Joseph Zimbawa na Fadu Davids. Kwa hiyo umiliki wa mpira ulikuwa hivi. Lakini sio hilo tu. Kumiliki mpira peke yake haitoshi kama hakuna impact. Walipiga mashuti. Mechi nzima Raja walipiga mashuti 16. Kati ya hayo 8 yakalenga shabaha. Lakini RS Berkane hawa unaona leo hii wako finali ya Mwalimu Moi Shaban akiwa na nyota wake wale tunaowaona wengi wao katika kikosi, akina Isuf Dao bado wakajikuta lakini pia akina Hamza Musawi beki wa kushoto, akina Manuit beki wa kulia, Haimat bado wao mechi nzima wakapiga mashuti 3, kata hakuna hata shuti moja lilolenga lango. Matokeo yake wakafungwa 3 bila. Mabao yaliyofungwa katika zile dakika nilizotoka kuzielezea. Dakika la kwanza ilifungwa kipindi cha kwanza, la pili ilifungwa katika kipindi cha pili dakika ya dakika 68, lingine ilifungwa dakika 82. Lakini jumla yakafungwa mabao 3. Mawili akifunga Yusri Buzuk kutoka ambaye alikuwa anaonekana ni winga wa kushoto, akiingia ndani Yusri Buzuk na kuwa katika eneo hili, ule upande ambao wali overload kwa kuwa wengi zaidi, alifunga mabao 2. Halafu beki wakati kama nilivyotoka kueleza awali, Khafif dakika 68 akafunga kutokana na mpira wa kona. Kwa hiyo ni mechi ambayo RS Berkane hawawezi kuisahau jinsi walivyoonewa katika dakika 90. Ujanja wao wote ulikwisha mbele ya Raja Casablanca katika mechi ya tarehe 24 mwezi wa 5 2024. Sasa maana yake ni nini? Fadu Davids katika kuelekea mechi zote mbili dhidi ya RS Berkane msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Morocco aliwafahamu vizuri nje ndani juu ya uimara wao na udhaifu wao, halafu wakacapitalize kwa kupata pointi 4. Sare ya 1-1 ugenini, ushindi 3 bila nyumbani, tena ushindi ambao ulitokana namna walivyodominate mwanzo mwisho. Katika yale 3 kuna wakati wachezaji wakifunga bao kwenye kushangilia kwao wanakwenda kwenye benchi la ufundi, walikuwa kina Fadu Davids kama unavyo hapo katika marejeo ya picha. Ni kwa sababu gani? Wanajua zile small details, taarifa ndogo za kujificha muhimu za kimbinu walizozipata kutoka kwa kocha wao Zimbawa, kutoka kwa kocha wao msaidizi Fadu Davids, na hatimaye wakapata matokeo. Lakini pia kocha Joseph Zimbawa katika bao moja wapo alionekana anawapa mikono wasaidizi wake akiwemo Fadu Davids, kwa sababu ni matokeo ya kazi nzuri ya analysis walioifanya, uchambuzi wa klabu ya RS Berkane kuelekea mechi hiyo, ambayo matunda yake yakawa ni namna walivyodominate mechi nzima. Kwa hiyo matokeo yake zile taarifa ndogo small details kutoka benchi la ufundi ilikawasaidia sana kina Yusri Buzuk, kiasi cha kushangilia kwake unamuona hapo yuko chini, lakini katika eneo ambalo kulikuwa na maafisa wa benchi la ufundi la timu yao ya Raja Casablanca. Raja wakashinda 3 bila. Sasa maarifa yale, kwa sababu RS Berkane benchi la ufundi ndio lile, wachezaji wake karibu 90% waliokabiliana na Raja Casablanca msimu uliopita ndio wale. Je, Fadu Davids anajipanga vipi na Simba yake hii? Kwa sababu wachezaji waliopo Simba sio wale waliokuwa Raja Casablanca. Lakini kwa ukumbushia tu ndugu mtazamaji ni kwamba kwa msimu huu Raja wamecheza na RS Berkane, wamefungwa mechi zote na wachezaji wake wengi ndio wale walikuwa msimu uliopita.
Mechi ya kwanza wamefungwa 1-0, mechi nyingine wamefungwa 2-0, jumla 3-0. Kwa hivyo ndio maana unaona RS Berkane, japokuwa baadhi ya watu wanafikiri kwamba watakuwa wanajituliza zao wakiamini kwamba wanaenda kupambana na mechi rahisi. Hapana, mechi haitakuwa rahisi kwa sababu ya historia ya Simba kwenye michuano mbalimbali ya CAF, lakini kubwa zaidi anayewapasua kichwa ni Fadlu Davis, kwa sababu anajua yeye ndo mastermind, ndo engineer wa kile walichokifanya katika ligi kuu ya Morocco msimu uliopita katika mechi zote mbili zilizotoka kuelezea. Je, itakuwa vipi? Je, wachezaji wa Simba kina Elim Panzu Kibisawala, akina Kibu Dennis Prosper, Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Kagoma, Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Shamu Karabu, Abdurazak Hamza, Kamara watakopi vipi? Watachukua vipi mafunzo sahihi na maelekezo ya kimbinu kutoka kwa Fadlu Davids ili mwisho wa siku wawape raha wana Msimbazi, wawape raha wa Tanzania kwa kupata matokeo chanya katika michezo zote mbili na kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.